Mkristo kama tofali katika jengo. Mkristo kama tofali katika jengo. Yesu Kristo katika neno lake amekuwa akitufananisha wanafunzi wake, amekuwa akitufananisha Wakristo na majina kadha wa kadha, na kila jina linakuwa na maana yake. Kwa hiyo tumeitwa kwa majina mbalimbali. Kondoo kwa mfano, tumeitwa wana wa nuru, tumeitwa wateule, tifu kadhalika. Lakini moja ya jina ambalo tunaitwa katika neno lake, tunaitwa jiwe. Jiwe au tofali kimsingi linapaswa lijengwe katika jengo moja, na tofali moja kikawaida najengwa katika ukuta mmoja tu. Haiwezekani kwa namna yoyote tofali moja lijengwe kwenye kuta mbili, ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Na tofali hilo sasa linapokuwa limejengwa katika ukuta, linapokuwa limejengwa kama lilivyo katika ukuta wake, utaona linakuwa imara sana na kunakuwa ni ngumu sana mtu kuliweza kuliiba tofali hilo likiwa limejengwa kwenye ukuta. Kumbuka, tofali moja linajengwa kwenye ukuta mmoja. Haiwezekani kwa namna yote tofali moja lijengwa kwenye kuta mbili. Hivyo hivyo, kila mtu anayesema ni Mkristo katika ulimwengu roho, haitambulikani kwamba wewe ni mshirika wa mahali pawili. Haiwezekani. Lazima uwe mshirika wa mahali pamoja tu. Mahali pamoja tu. Timotheo Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 5. Petro wa kwanza 2:5. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5. Petro wa kwanza 2:5. Biblia inatutajaje? Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Nyakati za zamani walikuwa wanajenga kutumia mawe, ambapo kwa lugha leo ni tofali. Ninyi ni mawe yaliyo hai. Kwa lugha leo, ninyi ni matofali yaliyo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa, mtu ambaye anasema yeye ni Mkristo ni lazima kwa namna yoyote akubali kukaa katika ukuta mmoja. Ni jambo lisilowezekanika kwa namna yoyote kwamba tofali moja lijengwe katika kuta mbili. Na sio hilo tu, tofali kama lilivyo utaona linakuwa imara linapoungwa na matofali menzake. Kuwa ni ngumu kuliharibu linapokuwa limeungwa kwenye ukuta, manake limeshikamanishwa na matofali mengine. Vivyo hivyo, shirika Mkristo ambaye ameokolewa ni lazima kuwa na ushirika wa mahali pamoja, achanganywe na wenzake, na uimara wa kiroho chake unakuwa huko maradufu kwa sababu amechanganyikana, anashikamana na wengine. Lakini kama akiwa mwenyewe, utaweza kuona hawezi kuwa imara, anakuwa dhaifu, hawezi kuwa strong. Ni kama mtoto wa shule. Mwanafunzi anapofikia kwenye kimo cha kwenda shule, hata kama tungekuwa na fedha kiasi gani, hatupendekezi sana kwamba tumtoe mwalimu kule aliko aje kumfundisha mtoto akiwa mwenyewe. Kwa nini tunamchukua mtoto tunampeleka shule? Tunapompeleka shule tunamchanganya na wengine, na katika kumchanganya na wengine ndio ubongo wake unaimarika. Mtoto yeyote ili aweze kusoma akiwa imara, aweze kusoma vizuri, asome kwa bidii, kuna lazimika kuweko na ushindani shuleni. Kwa anapokuwa shuleni sasa, akiona mwenzake amepata 100, amepata 70, amepata 80, maana yake inamtia wivu, inamfanya atie bidii zaidi ili kuweza kushindana na yule ambaye amemvuka. Kwa kutokana na
na kuwepo pamoja kwenye eneo moja, na kuna kuwako na ushindani. Ushindani huo unatokana na kuwako katika kundi. Unapokuwa katika kundi, ule ushindani ndio unamfanya mtu kusonga mbele. Na vivyo hivyo katika kanisa la Mungu, mtu anapokuwa yuko amechanganyikana, amekuwa kwenye ushirika wa mahali pamoja, hilo ndilo linalomtengeneza, hilo ndilo linalomuimarisha, kwa sababu asipo kuwako katika ushirika wa mahali pamoja, anakuwa ni tofali lililo peke yake, halijajengwa katika ukuta. Na kwa sababu tofali hili linakaa peke yake, ni rahisi shetani ambaye anaitwa mwizi, sawa sawa na Yohana sura ya 10 mstari wa 10, ni rahisi shetani kuiba imani ya mtu huyu. Ni rahisi sana kumharibu, kwa sababu ni tofali lililo peke yake. Biblia imetutaja katika Petro kwanza 2:5, sisi ni mawe yaliyo hai. Nyakati zile walikuwa wanatengenezea mawe, leo ni matofali. Sisi ni matofali yaliyo hai. Kwa tofali likikaa peke yake, shetani ni rahisi kuiba imani ya mtu huyo. Shetani aliye mwizi ni rahisi kuliiba tofali hilo. Mshirika Mkristo ambaye anajitenga yuko peke yake, hana ushirika mahali popote, ni rahisi shetani kuiba imani yake. Ili asiibiwe imani yake, analazimika kujengwa kwenye ukuta mmoja, na tofali moja halijengwi kwenye kuta mbili. Tofali moja linajengwa kwenye ukuta mmoja, na kama hilo tofali limejengwa kwenye ukuta mmoja, ndipo linakuwa imara, linashindikana kuibika kirahisi, inakuwa ni ngumu sana. Sio hilo tu, kwa sababu limeungwa na matofali mengine, kwa sababu linashirikiana na matofali mengine, ndio linatengeneza ukuta, ndio linatengeneza jengo, hatimaye nyumba inaonekana inapendeza. Vivyo hivyo mshirika, mtu yeyote ambaye ameokoka, ni lazima awe kwenye ushirika wa mahali pamoja tu. Sio mtu ambaye anazurura, leo yuko hapa, kesho yuko kule, kesho kutwa yuko kule. Ndio maana huwezi kukua kiroho, ndio maana huwezi kuwa imara. Siku zote unakuwa ni mchanga tu, huwezi kubadilika, huwezi kuimarika. Lazima ujengwe kwenye ukuta mmoja, lazima ujengwe kwenye ushirika wa kanisa moja tu, na lazima ulitafute kanisa hilo. Katika hatua za mwanzo lazima utakwenda huku ili kuweza kujua hapa ndio mahali ambapo natakiwa nijenge ushirika. Ukiona wanachanganya madawa, hawako sawa sawa. Biblia imeruhusu mtu kuendelea kutangatanga huku na kule, akitafuta kanisa lililo bora la kufanya maisha yake yawe imara, ya kumsaidia kuweza kwenda mbinguni. Na kama mtu huyu atakuwa yuko anatembea huku akalikosa, akatembea kule akalikosa, akatembea kule akalikosa, hatimaye akafika hatua akalipata. Ukishalipata unapaswa ukae hapo kuwa mshirika maisha yako yote. Zaburi 107. Tuone jinsi ambavyo Mungu ameruhusu habari ya kutangatanga ili kuweza kulipata kanisa lililo bora. Wako watu wengine wanasema usiame kanisa lako, hata kama kanisa la walevi. Anasema usiame hilo kanisa kwa sababu Mungu anakataza kutangatanga. Akakwambia nani? Usichanganye madawa. Zaburi 107 mstari wa 3 mpaka mstari wa 9. Zaburi 107 3 mpaka 9. Nianze mstari wa 4 hasa. Zaburi 107 mstari wa 4 mpaka wa 9. Walitangatanga jangwani, katika njia ya nyika. Hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona na kiu. Nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Shida gani? Kumbuka, wanatangatanga, wana kiu, wana njaa ya haki, njaa ya neno. Wana njaa ya kutaka utakatifu ushamiri ndani ya maisha yao. Wanataka kweli iminike ndani mwao, na wanatangatanga wakitafuta hiyo kweli. Nirudie mstari wa 4. Walitangatanga jangwani, katika njia ya nyika. Hawakuona mji wa kukaa, hawakuona kanisa la kukaa, hawakuona mahali pa kufanya ushirika napo. Mstari wa 5. Waliona njaa ya neno, waliona kiu ya neno, waliona njaa, waliona na kiu. Nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza kwa njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Akawaongoza mpaka wafike kwenye kanisa la kuwa mshirika hapo. Mstari wa 9. Maana huishibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa huijaza mema. Huishibisha nafsi yenye shauku. Mtu mwenye shauku, mwenye njaa ya kutaka kulipata neno, anatangatanga ili kuweza kupata mahali palipo sahihi.
na kama anatangatanga kwa mtindo huo, anaruhusiwa kutangatanga mpaka pale ambapo atalipata kanisa lilo bora, anatakiwa aweze kusali hapo. Na unaruhusiwa kutafuta huku na kule mpaka ulipate kanisa lilo bora. Liko somo ambalo bado hatujajifunza, liko mbele huko, linaitwa kutafuta kanisa bora kama mchimba madini, ambalo tutalihubiri, tutalifundisha huko mbele. Zaburi sura ya 59 Zaburi ya 59 mstari wa 14. Wakati wa jioni urudi. Okay. Zaburi ya 59 ambayo inaelezea habari ya Zaburi ya 59 mstari wa 15. Watatangatanga hao wakitafuta chakula. Kama mtu anatafuta chakula, Zaburi Yeremia 15:16 nasema maneno yako yalionekana chakula ambacho ni neno la Mungu. Ruksa tangatanga mpaka ulipate kanisa ambalo linaweza kukulisha. Na kama utalipata kanisa ambalo linaweza kukulisha, maana yake hapo ndipo unapaswa kuwa mshirika hapo, na usitoke hapo kamwe. Unapaswa uwajibike hapo, unapaswa utendee kazi hapo, ushuhudiaji wako wote ushuhudie hapo, ushuhudike kila kitu hapo, si vinginevyo. Zaburi sasa sura ya 59 mstari wa 15. Biblia inasema watatangatanga hao wakitafuta chakula, wakitafuta neno, wasiposhiba, watakesha usiku kucha. Maana yake watakesha usiku kucha wakitafuta chakula, na watakesha mpaka wakipate chakula hicho. Sasa kama tofali jinsi ambavyo linatengeneza ukuta, maana yake linasaidiana na matofali mengine kutengeneza jengo, ndivyo tulivyo wa Kristo, ndivyo tulivyo tuliokoka. Tunapaswa kukaa kwenye ushirika mmoja kutengeneza au kufanya kazi ya Mungu hapo. Tusaidiane hapo kufanya kazi ya Mungu, tusaidiane kiutoaji, tusaidiane kiuombaji, tusaidiane kuenda kwenye Injili na kadhalika. Ndivyo Biblia inavyosema katika Mhubiri sura ya 5. Mhubiri sasa sura ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 10. Mhubiri 5:4 mpaka 10. Angalia Biblia ambavyo inasema. Wewe ukimwekea samahani, sio Mhubiri, nimechanganya madawa. Luka sura ya 5. Luka sura ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 10. Tunaangalia habari ya ushirika, kuwa na ushirika wa mahali pamoja. Jinsi ambavyo ukiwa na washirika, jinsi ambavyo kazi inaweza kwenda, shughuli inaweza kwenda, ufalme wa Mungu unaweza kutengenezwa. Luka 5:4 mpaka 10. Hata alipokwisha kunena alimwambia Simon, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao. Wakawapungia mikono washirika wao. Mstari wa 7. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Mshirika lazima asaidie kazi ya Mungu mahali fulani. Ukikaa mahali unapaswa usaidie kiutoaji, usaidie kazi ya Mungu, kama kubeba vyombo, kama kushuhudia, kama kutoa na kadhalika, kuomba. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Hawa walikuwa ni washirika.
ni washirika wa nani? Wa Simoni. Hawa ni washirika wa Simoni peke yake, sio washirika wa Simoni alafu washirika wa Mafarisayo alafu no, lazima wawe ni washirika wa mmoja peke yake. Ni kosa kubwa kuwa na ushirika wa makanisa zaidi ya moja, sio kibiblia. Lazima kama umeokoka na umeokoka lakini unaposali hapaeleweki, tafuta kanisa, nenda mahali kokote, chunguza, ruksa kuchunguza. Nimetoka kusoma maandiko, Zaburi ya 59:15 nimekusomea, Zaburi 107 mstari wa 4 mpaka mstari wa 9. Chunguza, nenda katika kanisa, chunguza, ukiona hawako sawa sawa, toka, tafuta na kiu yako kama ni kiu ya haki. Yesu alisema katika Mathayo 5:6, heri, yani amebarikiwa, heri wenye njaa na kiu ya haki, wamebarikiwa wenye njaa na kiu ya haki, wenye njaa na kiu ya utakatifu. Kama una njaa na kiu ya haki, Mungu atakuongoza, utafika mahali bila shaka ambapo panahubiri kweli, ambapo utashibisha roho yako. Ukishafika mahali hapo panapohubiri kweli, umesha prove, umeshathibitisha kila kitu kinaendeshwa kwa neno, umeshathibitisha, basi unatakiwa kusali hapo, na usiwe kama mtu kama chokora ambaye leo anashinda jalala hili, kesho anashinda jalala hili. Maana tuna Wakristo wengi walio ni machokora wa kiroho. Tuna Wakristo wengi walio machokora, hana baba wa kiroho, hasali, yani leo anasali hapa, kesho anasali kule. Na hii ni kwa sababu ya kiburi cha kutaka kukaa chini ya mamlaka fulani. Wako watu hawataki kukaa chini ya ushirika fulani. Mimi sitaki kuendeshwa, sitaki kupewa maelekezo, sitaki kukaa chini ya mtu yote, najiendesha mwenyewe, aliye juu yangu ni Kristo. Sio kweli. Yesu Kristo aliweka utaratibu. Alisema katika Luka sura ya 10 mstari wa 16, huu ni utaratibu wala huwezi kuepuka. Kama kweli wewe umeokoka, sio mpagani, sio wakala wa ibilisi, lazima utii, lazima ukae chini ya mamlaka fulani. Haukai chini ya mamlaka fulani na kuhakikishia mbinguni haiwezekani kwenda. Kwa sababu Yesu Kristo ameweka utaratibu kwamba yule ambaye ameitwa kuwa mchungaji anapewa power, anapewa uwezo na maelekezo ya kuwasaidia watu ambao wanaletwa chini yake. Yule ambaye hajapewa mamlaka, hajapewa nafasi ya kuwa mchungaji, hajapewa mamlaka, hajapewa nafasi ya kuyaona yale ambayo anapewa mchungaji. Mchungaji by nature ni kama transformer ambao lina uwezo wa kupokea umeme na kugawa kwa wengine, lakini nyumba haina uwezo wa kuzalisha umeme yenyewe igawe kwa wengine. Na kwa sababu hiyo, mshirika wa kawaida analazimika wako chini ya mchungaji, ambaye huyo mchungaji sasa yeye anakuwa anapewa maarifa, anapewa maelekezo, na anapopewa maarifa au anapewa maelekezo hayo yanakuwa sio ya kwake peke yake, anarekebishwa yeye, alafu marekebisho hayo anawashushia wengine. Na kwa sababu hiyo ni lazima kuwa chini ya uongozi fulani, ni lazima kuwa chini ya uongozi wa mchungaji fulani. Luka sura ya 10 mstari wa 16, Yesu anasema, awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi. Yoyote anayekataa mchungaji, anayekataa kukaa chini ya mchungaji, maana yake amemkataa Yesu Kristo. Asidhani kwa namna yoyote anaenda mbinguni. You cannot go to heaven while you have rejected the servants of God. Kama umereject servants of God, you will never enter heaven kwa namna yoyote. Jaribu kwanza, jaribu kufikiria. Malaika walitumwa na Mungu katika Mwanzo sura ya 19. Walitumwa na Mungu kwenda Sodoma. Walipokuwa wamekwenda, malaika wale walikuwa wana umbile la kibinadamu. Na walipokuwa na umbile la kibinadamu, wakawaambia Lutu na mke wake na watoto wake. Of course walimwambia Lutu peke yake. Malaika walimwambia Lutu peke yake. Nataka hapo unisikilize. Malaika walimwambia Lutu peke yake kwamba ondoka hapa. Na Lutu ndio aliyepewa maelekezo, akawaambia hauna mtu mwingine hapa, umwambie atoke katika eneo hili. Lutu ndiye aliyekuwa mchungaji wa mji wa Sodoma. Aliyekuwa amepewa maelekezo wa mji wa Sodoma ni Lutu. Hebu nisome hapa ili upate picha. Mwanzo sura ya 19 sasa. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 12. Malaika walikuwa wamekuja katika umbile la kibinadamu sasa. Ambapo tunafahamu ukianza sura ya 19 mstari wa kwanza kuendelea, malaika hao walipoingia katika mji ule
watu wa mji ule walitaka kuwalawiti na malaika, kwa sababu walikuwa wamekuja katika umbile la kibinadamu. Kumbuka neno la Kiingereza linaitwa sodomite, linatokana na eneo hili linaloitwa Sodoma, kutokana na dhambi ya ulawiti iliyoshamiri katika eneo hili tangu wakubwa mpaka wadogo. Sasa malaika walitumwa na Mungu ili waje kuuteketeza mji ule, lakini kabla ya kuuteketeza mji ule walimpa taarifa Lutu. Sio Lutu na familia yake, no, alipewa taarifa Lutu ambaye ndiye alikuwa muangalizi wa mji ule. Ndio, kwa maneno rahisi, alikuwa ni mchungaji wa mji ule. Lutu ndio alipewa taarifa, na Lutu aliyepewa taarifa, yeye Lutu ndio aliambiwa awaambie wengine, sio malaika wawaambie wengine. Malaika amepewa ujumbe kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa maneno rahisi alikuwa anasema na Lutu, alafu Lutu ndio alipewa maagizo awaambie wengine. Tusome sasa Mwanzo sura ya 19 mstari wa 12 mpaka mstari wa 26. Na wale walioasi ujumbe wa Lutu waliangamia wote. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 12. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako na wowote ulionao katika mji? Uwatoe. Unawasikia? Asemi tuwatoe, anasema uwatoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hivi ndivyo tunavyofanya hata leo. Ujumbe anapewa mchungaji, Mungu anampa mchungaji ujumbe huo, na mchungaji anakuwa na wajibu wa kuambia watu wake, ana wajibu wa kuambia watu aliokabidhiwa. Ndio maana maandiko anasema mchungaji siku ya mwisho atatoa hesabu. Mshirika hatoi hesabu, anaenda kutoa hesabu ni mchungaji, kwa sababu mchungaji ndio amekabidhiwa kundi, ana kazi ya kujibu mbele za Bwana. Waebrania 13:17, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Maana isingewafaa ninyi kuwa wachungaji, msingeweza. Isingewafaa kubeba kazi hiyo, msingeweza. Kwa hiyo Lutu anapewa maelekezo na Mungu kupitia na malaika na Mungu kupitia malaika. Mungu amewapa malaika maagizo, malaika wampe Lutu. Lutu anapopewa ujumbe ule anapaswa waambie watu wake. Na watu waliomdharau Lutu walihesabika wamemdharau Mungu. Waliomsikiliza Lutu walihesabika kuwa wamemsikiliza Mungu. Na utaona mkewe Lutu alipuuza, hatimaye akaangamia. Watoto waliotii maelekezo ya baba yao ya Lutu walihesabika wametii maelekezo ya Mungu, na kwa sababu hiyo hawakuangamia. Ndivyo ilivyo hata leo. Yesu anasema, anayewatii ninyi watumishi wa Mungu ananitii mimi, anayewasikiliza ninyi ananisikiliza mimi, anayewakataa ninyi ananikataa mimi. Na nimesema ni kweli, unapaswa upime uweze kujua huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli au uongo. Unapaswa ujue kanisa la kweli au la uongo. Na mara baada ya kujua kwamba huyu ni wa kweli, kaa hapo. Ukijua wa uongo, unaruhusiwa kuendelea kutafuta mpaka upate wa kweli. Ukishagundua huyu ni wa kweli, kaa hapo. Hakuna kurandaranda. Yesu Kristo alitupa habari kwamba kulikuwako na mtu mmoja tajiri na maskini mmoja. Na sio utajiri au maskini. Tajiri alikuwa hajaokoka na hajatubu dhambi kwa maisha kuziacha, hajaokoka. Lakini maskini Lazaro alikuwa ameokoka. Siku moja wote wakafa. Lakini walipokufa, tajiri ambaye alikuwa ni mpagani, hataki habari za wokovu, akajikuta yuko motoni. Lakini maskini Lazaro akajikuta yuko peponi, yuko pamoja na yuko kifuani mwa Ibrahim, yani karibu na Ibrahim.
Sasa tajiri alikuwa anateswa katika moto, Lazaro anapata raha pale mbinguni, anapata raha pale peponi. Sasa yule tajiri alipomuona Lazaro akaanza kulia, alipomuona Ibrahimu akaanza kulia, na akaomba kwamba Lazaro atumwe na Ibrahimu achove nchi ya kidole katika maji au burudishe ulimi wa tajiri anayeteseka katika moto. Ibrahimu akasema haiwezekani, tumetenganishwa, wa kwetu hawezi kuja kwenu na wa kwenu hawezi kuja kwetu. Akaomba ombi la pili, akasema basi Baba, na kuomba umtume Lazaro aende nyumbani kwetu akawaambie, kwa sababu nina ndugu 5, akawaambie ili wasije wakafika mahali hapa pabaya penye mateso. Nini Ibrahimu alijibu? Hilo ndio jibu la kwako wewe ambaye hutaki kuwa mshirika wa mahali pamoja tu kwenye kanisa. Hilo ndio jibu lako wewe uliyejaa kiburi na kutaka na unakataa kukaa chini ya mamlaka na kujifanya kwamba ni mjanja, unajua sana, hutaki kusikiliza. Biblia inaeleza nini? Ibrahimu alimwambia nini? Ibrahimu alimwambia nini? Katika Luka sura ya 16 mstari wa 10, katika mstari kwa wakati wako utaanza mstari wa 19 mpaka mstari wa 31. Lakini mimi nianze mstari wa 24 mpaka mstari wa 31 upate picha iliyo kamili. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove nchi ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu inateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu, watu walioko motoni hawataki mtu yote aende motoni. Ndio maana huyu aliyoko motoni anasema atumwe mtu aende akawahubirie watu ili wasije wakaingia motoni. Sikiliza jibu la Ibrahimu, ndio jibu linalokuhusu wewe. Mstari wa 29. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Musa na manabii ndio waliokuwa wahubiri wa nyakati zile, ndio waliokuwa wanahubiri neno nyakati hizo. Leo Musa na manabii wako. Musa ameshakufa, manabii waliokuwa anawazungumza Ibrahimu alishakufa. Leo wako watumishi wengine, ndio wachungaji, ndio wainjilisi, ndio mitume na manabii wa kweli. Hapa nazungumza wa kweli. Sasa wako wachungaji na una uwezo wa kuwatafuta ukapata wa kweli. Wako mitume ambao unaweza ukatafuta ukapata wa kweli. Wako manabii ambao unaweza ukatafuta ukapata wa kweli. Hapa anasema Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii, wanao wachungaji, maana yake wanao wainjilisi, maana yake wanao wachungaji na wawasikilize wao. Akasema la, sikiliza anachosema Ibrahimu, na wawasikilize hao. Hakuna habari ya mtu kutoka kokote au asikie sauti kutoka kokote. Ibrahimu anasema wawasikilize wao. Mstari wa 30 akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii, wasipowasikia wachungaji, wasipowasikia wainjilisi, wasipowasikia mitume na manabii wa kweli, wasipowasikia wachungaji wa kweli, wasipowasikia wainjilisi wa kweli, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Na kwa sababu hiyo ni lazima sasa mtu akae mahali pamoja na asikilize na atii maelekezo ya mchungaji wake. Kama tu mchungaji huyo akuelekezi chochote kilicho kinyume na neno. Tunapaswa kutii maelekezo ya viongozi wetu, tunapaswa kutii maelekezo ya mchungaji wetu na kuwa na ushirika wa mahali pamoja tu maisha yako yote, unless labda umehama, umetoka mji mmoja umeenda mji mwingine ambao huwezi kurudi tena huku. Ukienda huko utatafuta kanisa nalo lilo la uaminifu na utasali mahali hapo. Kwa hiyo kama kanisa, kama mshirika sasa ambaye anafananishwa na tofali, sawa na Petro kwanza 2:5, anavyokuwa imara anapojengwa kwenye ukuta mmoja. Kumbuka tofali moja linajengwa kwenye ukuta mmoja, tofali moja lijengwa kwenye kuta mbili. Mkristo mmoja anakuwa na ushirika wa mahali pamoja tu, hawi na ushirika wa mahali pawili. Sio hilo tu,
tofali ili lisiweze kuibiwa kirahisi. Kumbuka tunaitwa mawe yaliyo hai au matofali yaliyo hai ambayo tuko leo. Mawe ndio matofali ya nyakati za zamani. Nyakati za sasa ni matofali kabisa. Kwa Biblia inaposema ninyi ni kama mawe yaliyo hai, anazungumzia nyinyi ni kama matofali yaliyo hai katika lugha ya sasa. Tofali likiwa peke yake ni rahisi kuweza kuibiwa na wezi. Vivyo hivyo Mkristo akiwa peke yake hana ushirika mahali popote, ni rahisi kuibiwa na shetani ambaye anaitwa mwizi. Sasa na Yohana 10:10. Ili tofali liwe na sura inayoeleweka, lazima lisaidiane na matofali mengine ili kujenga jengo. Kwa namna yoyote, tofali moja halijakamilika, haliwezi kujenga jengo kamili. No. Ili jengo, nyumba nzuri inaonekana iwe nyumba nzuri, lazima tofali moja lijengwe kwenye jengo moja peke yake, lishirikiane na matofali mengine kutengeneza sura moja inayopendeza ya jengo moja. Vivyo hivyo sisi nasi, ili tuweze kuwa sawasawa, lazima tusaidiane, tuwe na ushirika wa mahali pamoja, kujenga kanisa la mahali pamoja, kujenga ufalme wa Mungu katika eneo moja, ili kazi ya Mungu iweze kwenda mbele. Ni kama watoto wa shule, haiwezekani mwanafunzi kufanya bidii, kutia bidii akiwa yuko peke yake, anafundishwa na mwalimu akiwa peke yake. Ni lazima aunganishwe kwenye shule, ndipo atatia bidii. Ule ushindani kwamba fulani kanipita, mwakani sikubali, ndio unamfanya mtoto anakuwa imara. Vivyo hivyo katika kanisa, ili tuzidi kujinoa katika utakatifu zaidi, tunapeana changamoto wenyewe kwa wenyewe. Unapomwona mwenzako anaomba zaidi, unasema hapana, na mimi natamani niombe kama yeye au zaidi ya yeye. Na tunapokuwa wengi, tunapotengeneza tunaposhirikiana katika wingi, ndipo tunanoana, ndipo tunakuwa imara. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12 unasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini wale wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Unaona, ukiwa katika ushirika, hata ukiwa umeungua, umepata shida, unaweza kumwambia mwenzako, bwana, naomba unisaidie katika maombi, nimekamatwa, hali yangu sio nzuri. Ukiwa peke yako, unaweza kuteketea tu mara moja. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Sisi ni Wakristo, ndani mwetu tuna Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ambaye anaitwa moto ulao, sawa sawa na Kumbukumbu la Torati 4:24 na Waebrania 12:29. Sisi ambao ni moto, tunapokaa pamoja ndio tunatengeneza moto na kuwa ni mkali zaidi. Shetani anateketea, giza linateketea, na tukikaa pamoja ndipo moto unakuwa mkali. Lakini tukitengana, umekaa peke yako, hata kuni inayokaa peke yake huwa moto huzimia, huwa moto hufa. Na kwa sababu hiyo ni lazima tukae mioto kwa pamoja, kuni na kuni na kuni na kuni zikichochewa pamoja, moto ndio unakuwa mkali. Na hivyo hivyo mtu anapokuwa na ushirika wa mahali pamoja, tunakutana mioto mingi, moto unawaka zaidi. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Ukiwa peke yako ni rahisi kupingwa tu, shetani anaweza kukupiga na akakushinda, lakini mkiwa wengi ni ngumu kuweza kushindwa. Mithali 27 mstari wa 17, chuma unoa chuma. Ukikaa mimi chuma, nikikaa na chuma kingine na kile, tunanoana, hatimaye tunakuwa imara zaidi. Lakini ukikaa peke yako utakuwa butu tu, kuna mahali utakuwa hauko sawa sawa. Hilo linatuleta kwenye kipengele cha pili kinachosema